Natamani uwezo wako udhihirike katikati ya wana wako, wakuone leo na waguse nguvu zako na waone mkono wako ajabu unaotosha unaotimia. Katika jina la Yesu Kristo naomba, amen. Toba ya kweli ndiyo njia pekee ya ufungulifu. Toba ya kweli ndiyo njia pekee ya ufungulifu wako. Hakuna mtu ambaye hatamani apate ufungulifu katika maisha yake, maana watu wengi wanasumbuliwa, wana magumu. Wakati tunaposema ufungulifu, sio kwamba tu ufungulifu kwa sababu na mapepo, lakini acha ni kwamba ufungulifu ni kwa njia yoyote ile ambayo inaweza kuwa inakusumusha. Kila lolote ambalo tayari halikuachi huru, yafaa ufunguliwe kutoka ndani yake. Ina maana kwamba yafaa upate nafasi tena ya kujikuta huru na moyo wako utulie. Hivi toba ya kweli ndiyo njia pekee. Wakati nasema njia pekee, mimi nataka nikwambie kwamba hakuna njia nyingine. Ngawaje watu wamefikiria na kuwaza kama akose naweza kufanya hiki, naweza kufanya kile, naweza kufanya hiki, naweza kutoa na hiki na kile, akose naweza kutosha. Kama bado utatoaka ngombe zako, utatoaka vitu vingapi, utatoaka na nyumba zako, kama hauyafikia toba ya kweli, hakuna ufungulifu. Hakuna ufungulifu. Ufungulifu unatokana na toba. Halafu turudi usomi wetu katika kitabu cha Samueli. Samuel chapitre 7, 3e verset au 6e. Samuel dit à toute la maison d'Israël: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les startés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, servez-les lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. 4. Les enfants d'Israël ôtèrent du milieu de les Baals, les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. 5. Samuel dit: assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mispa. 6. Ils puisèrent de l'eau, la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là en disant: nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Amen. Samuel akasema kama, amen, nizungumziasi, kama mumerudi kwa Bwana kwa moyo wenu wote, amen, kama mumerudi kwa Bwana kwa moyo wenu wote, na kama umemgeuzia mioyo yenu yote, basi ondoeni miungu migeni katikati yenu. Nafurahia neno. Ikiwa kweli umerudi kwa Bwana kwa moyo wote, basi ondoa katikati yako miungu migeni. Acha nikwambie, pourquoi Samuel anasema si, ni kwa sababu watu wengi wanakuwaka wa kuomba. Kulikuwa probleme ukianza kuvesea ya kwanza, ukaanza kuvesea ya kwanza pale. Biblia inasema kwamba katika Kiriati ile sanduku ya agano ikafanya miaka 20. Ikafika muda ambapo tayari taifa la Israeli wakaanza kumulilia nani? Kumulilia Bwana. Amen. Kamata verse ya pili.
Na ilikuwa tangu siku sanduku ilipokaa kwa Kiriathi Yearimu, siku zimepita nyingi, kwani ilikuwa miaka 12. Kwani ilikuwa miaka 12. Na nyumba yote ya Israeli wakaombolezea Bwana. Amina. Amen. Nyumba yote ya Israeli wakaombolezea Bwana. Kwa nini wanaomboleza? Wanaomboleza kwa sababu hata kama sanduku ni katika Israeli, lakini wangali wanapigwa na Wafilisti. Hivi wakalilia Bwana kwa sababu ya magumu na uchungu walionao, wakaanza kumlilia, wakaomboleza. Alafu nakuta kitu kimoja ndani ya verset 3 ambacho kinasema si kama mnarudi kwa Bwana kwa moyo wote. Ina maana kwamba katika kilio cha wana wa Israeli mulikuwa vile kutubu na kusema, basi Mungu, kama tumeshakukosea, kwa maana hivi yote tunatupata Baba, basi utusamehe, basi utukumbuke, uturudie. Ile ndio ilikuwa kama maneno yao katika kilio chao. Alafu wakati Samueli anasikia ile maneno, anajua kwamba ni maneno ya kutubu. Kisha anasema, ikiwa unatubu kwa kweli, basi muondoe ndugu migeni. Kutubu kunaweza kuwa kwa njia mbili. Unaweza kutubu kwa maneno. Kuna watu wengi wanasemaka, Yesu Kristo, najua kwamba nilikukosea, najua kwamba nilienda kinyume mapenzi yako, najua kwamba tayari nikuasi, najua kwamba nilienda kinyume taratibu zako. Lakini Samueli hakuachia pa, akatamani kutubu yako ionekane hata hadharani. Watu wengi wanatubiaka baada ya kutubu kusema maneno, lakini mabaya ambayo tayari waliyafanya ndipo wametubia hawayaachi. Ndicho kitu ambacho Samueli anatafuta. Ikiwa mumerudia Mungu kwa moyo wenu wote, ina maana kwamba msipotosha hii miungu, munadanganya kutubu yenu ya midomo. Lakini kama kutubu yako inatoka kuroho, basi hata na yote video ishajifunia. Yesu, sionake machozi yako kama kitu ataka mnalio Yesu. Pesi kumbe baba tushaka kosea Baba. Kumbe tushaka enda. Nikukute umeachana na yote ambayo tayari ulikuta kwamba ulikosea Mungu. Binasema kwamba wakaenda kuchukua miungu, kachukua Mungu Bali, wakachukua Astaroti, wakavitupa mbali. Fuala kutengeneza. Unatengeneza kai? Wakati baholi naingia, nasema Baba, nimekumbuka Baba, nimejua kumbe yale yote ni mabaya ya baba yangu. Unisamehe Yesu, unisamehe. Metebarastwa na vile vyote ambavyo nimekuchafua mbele za Bwana. Jitenge mbali, vitupe vyende mbali na wewe. Ikiwa umetengeneza kwa kweli na umeshoka kwamba ni vibaya, ulikuwa unaviweka. Nimeyua kumbe ni vibaya, unaweka mvalizi. Nimeyua ni vibaya, unaweka mshakoshi. Na bila kwa Mungu, basi wewe vipande, basi wewe vitupa. Sabini kwa kutubu yako ni ya midomo tu. Amen. Basi ondoeni. Wana wa Israeli wakasikia, wakaenda kamata miungu yote ambayo waliokuwa nayo. Acha nikuambie, Mungu vile ndo anatembeaka. Mungu angaliake tu maneno, lakini vile Mungu anaangaliaka na kile ambacho unachokifanya. Paske baada ya decision kuna kuwaka act. Yaani wakati unajua kwamba hiki kitu ni kibaya, hakifai, yafaa ukitupe mbali na wewe. Amen. Kama kile kitu utabaki nacho nyumbani mwako, ina maana kwamba haujatubu. Ina maana kwamba una mpango na bado unamchezea Mungu, na Mungu anapiga na mwenye kiburi hata kumaliza.
unaweza flate, unaweza trombe vigilance ya mwanadamu, lakini hautatromba kama Mungu. Hautatromba kama Mungu. Vala pourquoi utatoaka vitu na utasemaka kwamba tangu leo niko mbele za Bwana, ninajua kwamba Mungu, unajua baba huyu, unajua baba huyu nampendaka sana, unasema tima hauya nipendaka. Mungu tusaidie. Mungu tusaidie. Wana wa Israeli wakakamata miungu yao. Tuende na uso. Tano, Samueli akasema, kusanyeni Israeli wote kwa Misipa, nami nitawaombea ninyi mbele ya Bwana. Wakakusanyika kwa Misipa, wakateka maji, wakayamwaga mbele ya Bwana, wakafunga chakula siku ile, wakasema kule tumekosea Bwana. Amen. Samueli akahukumu wana wa Israeli kwa Misipa. Alafu wakati walipokuwa wameondoa Mungu, kisha Samueli akasema, kusheni na mkusanyike pa Misipa. Wakaenda wakakusanyika Misipa. Inasema wakateka maji kule, wakayamwaga mbele za Bwana, wakafunga chakula. Kwa sababu ya kufanya nini? Kutengeneza, wengine watengeneza kama utafuni. Baba natengeneza mbele zako baba, kuliotenyesha kafanya Yesu. Unajua baba kutengeneza. Kutengeneza. Unapenda kuwa unatengeneza, unakula frito, unakula senia. Kutengeneza mbele za Bwana. Mtu atengenezake na iko na raha. Kama unasikia kafuraha wakati unatengeneza, haujatengeneza. Kwa sababu matengenezo ya kweli inatokaka juu ya huzuni iliyo ndani ya moyo, ukishuta kwa nini ulifanya hiki. Ni wakati wa machozi, haiko wakati wa kula vidogo, wakati wa kutengeneza. Oh Seigneur Jésus, oh je t'offre Seigneur, tu sais Seigneur, tu sais Seigneur. Tu dois pleurer. Unapaswa lia mbele za Bwana. Watu wakaomboleza, wakafunga chakula, wakasema Baba, tumekukosea, tumekukosea. Nasema kwamba Mungu akahukumu watu pale Misipa. Kuhukumu watu ni kusema nini? Ina maana kwamba Samueli akaanza kuambia watu nini iliyofaa kutenda na nini ambayo haikufaa. Hivi akaanza kuonyesha njia ambazo zilikuwa sawa, akaanza kuonyesha jinsi wanaweza kutembea, akaanza kuonyesha sheria. Hukumu ni kuonyesha kosa kupitia sheria. Akaanza kuonyesha sheria ambayo tayari Bwana ameshaiweka, namna gani taifa lake linaweza kutembea. Amen. Uko tayari kupokea hukumu hii? Uko tayari? Yaani Mungu akuambie sasa jinsi Samueli aliambiaka taifa jinsi wanaweza kutembea. Uko tayari kupokea ile? Uambiwe namna gani unaweza. Israeli kama walitubu kwa kweli, watapokea mashauri ya Samueli. Shida ni kwamba baada ya watu kutubu, hata kama wametubu, wametengeneza na kulia, baada ya kulia hata utawaona kwamba sasa usiwe hivi, usitembee hivi sasa. Lakini baba, unafikiri kwamba nitaweza hivi? Wewe tubu au ufanye? Wakati bado hujano. Nakumbuka katika Exode kuna kitu ambacho kilitokea. Exode chapitre 33 verset 4 mpaka 6.
Kuna kitu ambacho kilichotokea. Mungu iko anatembea na taifa la Israeli. Anakuta taifa la Israeli wanakuwa wakaidi, wanakuwa wabaya. Anawaambia, mko taifa lenye shingo ngumu, sitatembea katikati yenu. Musa, chukua taifa hili ambalo wewe ulitosha kule Misri na ulipeleke katika nchi niliyowapia baba zenu na kwamba nitawapia. Lipeleke. Mimi nashangalia kaile la ngazi ya Mungu. Anaambia Moize, taifa lako lenyewe ulitosha kama yeye haiko hapo. Mungu, asike haiko nje ulifanya miujiza na ukaua, haiko malaika hapo tu alipita Misri akaua wazaliwa wa kwanza wote wa Misri kiasi Farao akasema tuweni. Kisha leo mnaanza niambia kwamba ni watu yangu. Usitujue kwa msaya. Mtoto kwa mbaya na kwa kuyoga. Kwa mbaya na kwa mtoto wa mama. Bwana baba. Mungu naye atikizile na kashi. Musa, tosha watoto yako hapa. Tosha. Enda nao. Metena mie sitaenda na wewe. Maana nikienda na nyie hata kwa sekondi moja, mimi nafanya nini? Mimi nawamaliza. Ni Exodus 34. Nikikata hatua hata sekondi moja na nyie, mimi nawamaliza. Oh, Dieu de la grâce. Dieu de la grâce. Mungu ni wa grâce. Mungu wa grâce. Est-ce que wakati natosha wa Israeli Egypte haiko grâce? Est-ce que wakati nawafusha bahari ya Shamu haiko grâce? Mimi anasema nikitembea na nyie dakika moja nitawamaliza. Hivi enda, mimi sitakuwa pamoja nao. Biblia inasema kwamba wana wa Israeli wakati waliposikia ile neno wakasema shilingi hapa, kama Bwana sipoenda nasi, nani atakuwa pamoja nasi? Mnasikia Bwana aliwaambia nini? Bwana akasema, kama mnapenda mjue kenye mimi naweza fanya kwenu, muondoe mabishu zenu, muondoe masherete zenu, muondoe vyote vyenye mnavala kama mapambo, bali mtaiwa tena kufanya. Akoso tukamata ile shairi. Uko plus âgé que wa Israeli. Tu es plus aimé qu'Israël. Ninapenda sana shairi ambayo iko katika kitabu cha Warumi ambayo inasema, ikiwa Mungu hakuona huruma kwa matawi ya nini? Ya asili ya mti, wewe uko nani? Ikiwa Mungu anaweza kupiga Israeli kwa njia hii ambayo ni matawi ya asili ya mti ule, si wewe mataifa uliyepandikizwa bure? Biblia inasema usijisifu juu ya nini? Juu ya matawi yale, kwa sababu haiko wewe ndio unabeba nini? Shina, lakini shina ndio linakubeba. Nikipenda kuangusha na kuangusha. Unaiwa baba sie ni bagracier. Usijisifu. Elewa kwamba shina ina taratibu zake ambazo inatamani. Kama tawi haitashikamana taratibu itaondoka. Maandiko yanasema kwamba Israeli ilitupwa kwa sababu ya ukaidi wake, na wewe unashikamanishwa kwa sababu ya imani yako. Hivi na wewe usipoamini, na wewe utaondolewa. Usifurahi katika ubaya. Watu huko Mispa wakakubali mashauri. Alafu wakati walipokubali mashauri, kuna kitu kilichotokea. Sasa nani asamia? Unapendaka priere wakuombe. Nitole masama baba
adauti yake tenoti yake alito, kama hauyatubu kwa kweli, sio kitu. Nafikiri sauti ya kunatisha. Sauti 12 za saba hazipitisha kwa Mungu, akamfukuza. Haiko yako jo kitu. Hivi tukishakusanyika kwa misiba, ni kitu ambacho kilikuwa kimedharaulika katika Israeli. Mahali ambapo kulikuwa kunakuwa kanjishwa, kunakuwa kangumu, au watu wanarepeta kaloa ya Mungu, wanarudilia kama Mungu, ilikuwa nafasi ambayo watu walikuwa wafika tena misiba. Wakati wa vita, watu walikuwa wanaenda Gilgali. Baada ya vita, watu wakakuwa wanakusanyika misiba. Sasa acha nikwambie, watu hawajali tena nafasi ya matengenezo, hawajali tena nafasi ya kutubu kwa kweli, hawajali tena maisha ya utakaso, hawajali, hawaone kama kitu. Watu wengi wakitengeneza ni midomo, vile uko na katalia kujitakasa, vile uko na jitenga mbali na kiti cha Bwana. Sisi tujukusa. Wakati Israeli wamekusanyika misiba, alafu wako nasogelea Bwana karibu, wanasogelea Bwana karibu, wanasogelea Bwana karibu. Hata nikwambie, usifikiri leo kwa sababu umekuwa hivi halafu adui zako wao wamelala. Usifikiri kwa sababu uliombewa jana, na watu wengi baada ya kuombewa wamepata sipini ufungulifu leo, na kesho anaenda fanya yote yenyewe fanya kwa sababu alishaombewa. Non, tushapata délivrance, papa. C'est bon. Mais acha nikwambie, hata umepata délivrance leo, usifikiri kwamba adui zako wamelala. Amen. Nataka nikwambie kitu kimoja. Tunafukuzaka pepo. Sasa la Biblia. Tunafukuzaka nini? Mnaiwa ile. Tunafukuzaka nini? Hatuwake pepo. Sikombe bisa. Tunaifukuza. Hatuiui. Kisoma andiko matakatifu, mahali pote wanasema pepo toka mtu huyu. Pepo enda sana. Mwache mtu huyu. Hapana kufa pepo. Alafu katika maisha yako kama unapata nifasi pepo imekutoka, usifikiri kwamba pepo imeisha ingali. Ndani ya Luka, Biblia inasema kwamba ile pepo inatafuta mahali pa kupumzika. Na isipopata nasema nitarudi katika nyumba yangu mahali nilipotoka. Maana ilifukuzwa, haikukufa. Kuna watu wengi baada ya maombi anakuwa sawa nishafika mbinguni ya 3, kisha anafanya vyote, anafikiri kwa pepo zinalala, sitarudi. Na katika kitabu cha Luka binashangaa kwa sababu Yesu anasema kwamba wakati ile moja inaporudi inatafutaka pepo 7 walio waovu kuliko yao wenyewe. Zote zinarudia zimekuwa na baraka gani? Munani. Asema hali ya mwisho ya moto ni mbaya kuliko ya wapi? Kama walikuwa na kubebaka mchawi, mara hiyo wewe utakuwa na shinde. Kama walikuwa na kulaka kunyama za nyebe kile macho wamepiga, mara hiyo wewe utakuwa na mpiga. Kama walikuwa wanataka piga kupasila mengine wako hata mshamba yako chini ya kitanda yako, ndio watakuwa na piga. Nala mkaufu usiku. Unanuka nini? Naenda kale useme msichumbi wakie. Na kumbe mbebisha zimika zamani. Macho yako yanapika nyuma. Na unasikia kifukutu kabambi sana. Unakuta yasho na kuvui. Kumbe kweli uko karibu ya moto. Mungu anapika. Wana wa Israeli wako karibu ya Bwana. Lakini sasa hata kama niko karibu ya Bwana, wanasikia Wafilisti wanapanda, wakaogopa. Amen. Mungu asaidie sana. Wakati umeona Mungu
amesimama kwa upande wako. Ni sharti ungeikamata nafasi sasa ya kuwa karibu, simwache yeye, kwa sababu adui yako yupo. Leo unaweza jivuna, unaweza jikuta, unaweza jiona kwamba unafaa. Siku ipo wakati unaona kwamba wewe si kitu, iko utaliliaka Bwana. Ungelijua kwamba wewe si kitu, ila Bwana ndiye kitu maishani wako, ungelipata heri. Acha nikwambie, waliojivuna ndani ya Kristo walipata salama yao, lakini wote waliojiona kuwa wanafaa walioaibika. Maandiko yanasema yote atakayeinuliwa na wanadamu atashushwa, na yote ambaye atakayejinua atashushwa, ila yote ajishushaye atainuliwa na Bwana. Jambo likatokea, sijui kama mko ndani ya meta. Etapa ya kwanza, taifa wanalilia Bwana. Exigence, ikiwa ni kwa moyo wote, tosha miungu yenu. Tupande Mispa, niwaambie tena yenyewe unaweza fanya. Nikwambie, hata kama damu ya Yesu Kristo ilimwangikaka, kama huyapitia hizi etape zote tatu kwanza za mbele, experience haiyakuwa na nafasi. Hautajichomeka ndani ya damu ya Yesu Kristo na ungali na mastabuti. Amen. Jamais. Sasa njoo experience. Amen. Bwana naonaka. Alikuwa naona nini Wafilisti kisi wanapanda. Bwana naonaka mademo kisi ziko nakuja kuvamia. Kama ungelikuwa umetubu kwa kweli, angelinguruma hata kabla bado hujasema. Bwana alijua yote ambayo inapangwa kwako, angelinguruma kabla ya kupata. Ila kuna kitu, je, ulitengeneza kwa kweli? Na je, uliongoa mbaya mbaya? Israeli wasingeliendelea mbele katika vita yao kama bado hawajaweka akana mbali nao wa Mungu. Nawe kabla haujaua na kusika vile vibaya, ufitilie maongezi visiweze kutokea. Ushindi hata Bwana ni pamoja nawe. Adui zako ambao walipambana na wewe miaka ya kutosha, watu walikuja na nguvu na uwezo wote mbele yako kwa miaka mingi ambayo tayari imepita. Nguvu zile ambazo zimekuvamia miaka mingi ambayo imepita, vifungo vingi ambavyo vimekuvamia miaka mingi ambayo imepita, kwa siku moja wakati Bwana atakaponguruma, watafadhaishwa na kuanguka mbele zako. Wataanguka mbele zako. Hata nikuambie, muda upo, nafasi ipo, kitu hiki ni kwako. Bwana ni tayari kwa kunguruma na kufadhaisha adui zako, ila wewe uko wapi? Hata nikuambie, victoire inatokana na formation yetu tulipataka. Kama ulipataka formation kwa watu wasiokuwa na uwezo, hautashindaka. Lakini kwa sababu Gilgali, kwa sababu Mispa, kuna formation inayotosha, na kuna yule ambaye ni jemadari mkuu, akiguruma ameguruma. Watu wakaenda kupigana. Haijalishi tena feblese za jana, haijalishi tena tuliwashindaka jana, haijalishi wengine walikuwa feble jana, lakini wote Mungu akatumia. Hata kama mkono wako ulikuwa unaregea wakati uliisuma na kutupa jiwe, alafu Mungu alienda mbele jiwe akaua adui zako. Acha nikwambie, kama unaweza kutengeneza kwa kweli, kama unaweza kurudia Mungu katika kwa moyo wako wote, hata na neno moja la maombi yako utakaposema, unasema katika jina la Yesu, atakayesema mchawi atoke, na kwambia mchawi ataanguka. Kiwa unatengeneza kwa kweli, haijalishi maombi ya saa 5 ya saa 2 au ya dakika fulani, neno moja linatosha. Neno moja linatosha. Ila shida ambayo inatusumbua ni kwamba
maisha yetu hatuyarudiaka Bwana kwa kweli. Watu wanarudiaka Bwana kwa juju, wanarudiaka Bwana kwa maneno, kwa midomo, wanarudiaka Bwana kwa masemi, na machozi kimwangika ya unafiki. Naweza shangaa nafikiri kwamba mtu iko na mlili, iko na lia sababu mume wako alikufa au sababu mtoto wako alikufa, iko na tia mati. Unamwangalia sasa kuna lowana, na kumbe ni mati. Anaona kaifa zingine anatia tena mati, na tufunile kidogo, na tena mati tena fungu. Nasema huyu anaacha teseka, kumbe anatafuta bugadi. Tabakisha kwa bugadi na shida yake. Hachali. Muda upo. Vyote vyenye mademo na shetani imeshakunyang'anya. Wakati unarudia Bwana kwa kweli, watakurudishia. Amen. Usifikiri kwamba siku zimepita, bameshabeba miaka mingi, na miaka yangu imeshaenda mingi baba. Naona kwamba na maride zinaanza kuwa mingi, zinaanza kuonekana kupua. Yesu, nisaidie baba, nikumbuke baba. Yesu Kristo, nisaidie Yesu. Acha nikwambie, Mungu anaweza kurudisha tena ujana wako. Mungu anaweza kurudisha tena upendo wa nyumba yako. Mungu anaweza kurudisha tena amani ya nyumba yako. Mungu anaweza kurudisha tena kizazi chako. Mungu anaweza kurudisha tena uzao wako. Mungu anaweza kurudisha hata shetani ameiba watoto ngapi na wangapi wamekufa. Mungu anataka watoto tumboni. Usihesabie wangapi wameshatoka mtumbo, lakini Mungu anaweza kupatia wengi kuliko wale wengine wametoka. Mungu hajali miaka. Mungu hajali umri. Mungu hajali chochote. Kenya natafuta ni kumkaribia kwa kweli. Ile pekee inatosha. Kumkaribia kwa kweli. Mwenye alikuwa anazaliwa kwamba hawezi kuzaa, maana alikuwa amefikia hata kufa kwake. Abraham alizalaka watoto karibu 7-8. Tikona. Hata Mungu akurudishia ndio mshapoteza. Tangu alianzaka kukuwinda hauna salama. Tangu alianzaka kukuwinda hauna amani. Tangu alianzaka kukuwinda salama ya nyumba yako imepita mbali. Amen. Na kama kuna watu wenye walibaka ndoa na anajikuta bie, anajikuta kwamba iko salama wakati bwana iko safari. Hapa kabisa mara hiyo walirudi sema noka Yesu. Kabisa. Anajikuta kama iko bie kwa sababu ana haiko. Kwa sababu Bwana shakuwa mlima ya nzuri. Unakosa nini? Unakosa uliungaka, unakosaka uliungaka. Na kuna wanaume wengi wenyewe wanajikuta iko bie wakati ashaenda amani na mke wake. Wanaume wabaya wa mingi wanaenda kama safari hawatarudiana. Naweza fanya miaka 2, miaka 3. Amen. Acha niwaambie, bwana yako kwa anaanza safari mrefu, angalia kama kumi. Shamli Friday. Muulize kama huko nini. Anaenda safari mrefu hata rudia. Vana meme na hata hamonge yake. Nakuta hamonge yake hamuna wasiliano na mzaka na ebwa. Na kusema ushuru hakuwatu. Hawina niko hapo. Unamuuliza uko wapi? Asema kwa tunaomba nipenda niwe wapi. Kama mko pamoja atakwambia niko, lakini kumekuwa hiki na hiki kimesababisha kisimuti. Na hiki na hiki anakuta ni kusema harudi kwa sababu ya hiki. Amen. Pale mtakuwa mko pamoja. Bwana wakuenda mwaka mmoja hakuyaki. Kuko shida. Mwanaume hawezi kushiriki, hawezi kushikuta na kuwa huru wakati kubali na mke wake. Shame. Akienda shikuta huru mbali na wewe. Huru mbali na wewe.
unaweza kuwa sawa, unaweza kuwa kitu bila kuambia ukweli. Sote na karakteri zako zinamchukizana, na nakutaka kiwa karibu yako ni vikwazo kila siku. Bahali pa kuwa karibu yake, acha nishendee kwanza. Anashendea na akishembea anakuta kwamba kurudi nayo ni kurudi tena, ni maneno acha nikwe huko kwa mkashaka kwa hiyo shemu ile kuna watu merako ndio kwa na watu merako. Amen. Angalia, kuna kitu hakuja kutafuta chakula, mke kutafuta Bwana tukwake wazi. Basi ndio unyo kutafuta chakula, ulikuwa kutafuta Bwana, c'est ça la vérité. Unaweza kuwa marafiki hapa. Nani tena nimesema nikaenda tafuta mambo muhimu. Nani tena nimesema nikaenda tafuta chakula muhimu. Est-ce que mambo yako iko kwa chakula? Mambo yako iko kwa Bwana. Mungu na mimi pesa ngambo bali nafana na yeye. Jésus Christ. Azala wangapi ngana sala wa yeye. Toza na elongo mikolo nyos nabo moyanga. Sawa. Mikolo nyos. Mejona kumalizaka vena. Tengeneza, angalia nini ambayo haiendeki. Angalia nini ambayo tayari katika maisha Mungu anaweza kurudisha tena upendo, anaweza kurudisha tena amani, mpaka tena affection ikuwe kati, mpaka ukuje Bwana yako anakuwa kile vertoa. Tuweka kwa attraction katikati yao. Yeye hakuna kikuwavutia. Repetition. Kule huko hakuna. Shetani ni mwiba. Lakini kiwa unaweza kurudi kwa njia zote, unarudi kwa Bwana kwa njia zako zote, Bwana anatengeneza, na upendo wako uliovunjika Bwana atarudisha wako. Mali yako yote iliyochukuliwa na nguvu za giza, yote ambayo ilikuwa bloke, Mungu anaweza kuyarudishia. Utajiri wako Mungu anaweza kukupa. Kila lolote ambalo